Mtazamaji wa Global TV, ikiwa leo ni siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, hapa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imetajwa kesi ya Jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu juu ya uchapishaji wa taarifa za uongo. Na kesi hiyo leo imeendelea kwa mfumo wa mtandao ambapo mawakili wa Jamhuri wamekutana na mawakili wa Tundu Lissu wa utetezi, lakini pia kesi hiyo imehusisha maafisa wa gereza ambao pia wameshiriki katika kesi hiyo ili kutoa maamuzi juu ya nafasi ya Tundu Lissu kuweza kushiriki kesi yake, kwa maana ya kufikishwa mahakamani kusikiliza kesi yake. Na hapa tunapata nafasi ya kuungana na jopo la mawakili wa Tundu Lissu likiongozwa na wakili Peter Kibatala. Leo tarehe 28 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hapa Dar es Salaam hapa Kisutu, chini ya hakimu mwandamizi mfawidhi mwandamizi Muhini, ilikaa na kuweza kusikiliza hoja za pande mbili katika kesi inayomhusu Tundu Antipas Lissu. Ni kesi ile ambayo inahusiana na masuala ya kuchapisha taarifa zisizokuwa za ukweli. Sasa leo ilikuwa ni siku ambayo ni upande wa serikali kuweza kuleta kufanya kujibu hoja zetu ambazo zilikuwa zimezileta kuhusiana na kesi nzima kuweza kuendeshwa kwa njia ya kimtandao badala ya kusikilizwa kwa pande zote mbili mbele ya mahakama, kufanyika ana kwa ana mbele ya mahakama kama ambavyo kanuni na sheria za nchi yetu mara nyingi zinavyodai. Ilikuwa ni kitu cha asili. Sasa upande wa serikali umeweza kufanya majibu ya hoja zetu, na baada ya hapo na sisi tukawa tuna hoja zetu za mwisho kuweza kupinga au kuweza kusahihisha kile ambacho serikali walikuwa wamekisema, ili mwisho wa siku kuweza kuwezesha mahakama kuweza kutoa uamuzi. Hoja zilikuwa zimejikita kwamba ni haki ya mteja wetu kuletwa mahakamani kwa sababu yeye tayari katika ile siku tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 alipata dhamana, na kwa kuwa hii kesi inahusu tayari ana dhamana, na kanuni za kesi za jinai ni kwamba mtu kiwa na dhamana ndani ya siku unapokuja mahakamani lazima kesi inapoitwa lazima utokee mahakamani. Uwezo ukasikilizwa katika kesi ya jinai ukasikiliziwa nyumbani kwako au kwingineko, kwa sababu unakuwa uko nje kwa dhamana. Sasa mteja wetu katika kesi hii ndugu Tundu Antipas Lissu ana dhamana, na kwa maana hiyo yeye anatakiwa kila kesi inapoitwa kesi hii ya kuchapisha taarifa za uongo lazima atokee mahakamani. Sasa sivyo ilivyo, kwa sababu tumekuwa tunaendesha kesi hii kwa njia ya kimtandao, na mteja wetu akiwa anafahamu haki yake au haki zake za kisheria amekazania kwamba hawezi kushiriki. Kwa hiyo kule magerezani na vile vile kushiriki, tumekuwa upande sisi tulikuwa upande wa mahakama, tulikuwa sisi wa upande wa utetezi, na mawakili wa serikali wao walishiriki kwa njia ya kimtandao, na kule gerezani wale maafisa wa magereza walishiriki. Na kama unafahamu kutolewa uzi wa kimtandao wa watu kuweza kujiunga, baadhi ya watu wameweza kujiunga, bali kwamba kulikuwa na changamoto zake, hiyo kesi imeendeshwa hivyo. Kwa hiyo sasa baada ya kusikiliza pande zote hizo mbili na hizo hoja, mahakama imepanga kwamba itatoa uamuzi wake mnamo tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 saa 4 asubuhi. Asanteni sana. Hayo ni marejeo ya shauri linalomhusu Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yakitolewa na jopo la mawakili wake wakiongozwa na wakili Peter Kibatala, ambapo shauri hilo lililokuwa chini ya mfawidhi mwandamizi hakimu Mhina, ambapo majibu yanatarajiwa kutoka siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 5 kwa maana ya tarehe 6 Mei mwaka huu wa 2025, na hii ni mara baada ya kile ambacho kilitolewa maamuzi kwa maana ya dhamana ambayo aliipata Tundu Lissu kuhusiana na kesi hii iliyotoka tarehe 10 ya mwezi wa 4. Endelea kusalia hapo hapa
Global TV. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.